tuangalie tena Kristo mwisho wa sheria. Bwana Yesu akasema wakati anaongea na mwanamke Msamaria, ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tunachokijua, kwa kuwa wokovu unatoka kwa nani? Kwa Wayahudi. Iko kwenye Yohana mlango wa 4. Sasa kwa maneno mengine tunaweza kusema kwa sababu ya Yesu Kristo kutokea kwa Wayahudi, basi kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kanisa na Wayahudi, kwa maana ya chimbuko, kwa kuwa Yesu alitokea kwa nani? Kwa Wayahudi. Na wokovu, unabii wake ulinenwa kipindi cha Wayahudi. Ndio maana Agano la Kale linazungumzia taifa la Israeli. Sawa? Sasa nataka tuangalie Kristo mwisho wa sheria. Warumi mlango wa 10. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba macho ya mioyo ya watoto wako walioko hapa, watakao sikiliza kwa vyombo mbalimbali na watakao tizama, kwamba macho ya mioyo yao yatiwe nuru, waweze kuelewa mwito wa Kristo jinsi ulivyo, waweze kuelewa kusudi lako la milele ndani ya Kristo Yesu Bwana wetu jinsi lilivyo. Ulituumba katika sura na mfano wako, kwamba tuweze kufikiri, tuwe na utashi wa kuweza kufanya maamuzi sahihi sawa sawa na mapenzi yako. Na ndicho ambacho nakiomba. Ninaomba kupitia hichi ambacho utasema na sisi, kwamba mageuzi makubwa kabisa yatokee ndani ya kanisa, ndani ya mwili wa Kristo, na katika taifa la Tanzania kwa ujumla wake. Asante kwa maana kila ananisikia, naamini kwamba masikio yake yamepakwa mafuta kusikia, macho yake yamepakwa mafuta kuona, moyo wake umepakwa mafuta kuweza kupokea ufahamu na maarifa na hekima ya kimungu. Kwa maana hazina zote za maarifa pamoja na hekima ziko ndani ya Kristo Yesu ambaye yuko ndani yao. Baba, asante kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu ambaye atauisha maandiko, atatia uzima katika neno lako, ili watoto wako waweze kukipokea baada ya kuona na kukisikia kile ambacho ulikusudia kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu kupitia Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu, nasema asante kwa ajili ya utii wako. Najua ulipokufa ulitoa uhai wako kwa ajili ya binadamu wote. Na kwa maana hiyo wote umewalipia, wote umewanunua kwa damu yako, ni wakwako. Na wakati umefika kwa wao kuanza kusikia sauti ya mchungaji mwema ambayo ni sauti yako, ili waweze kuja na wao kuingia katika zizi hili ambalo wewe umeliandaa. Baba, pokea sifa, shukrani na utukufu. Amen. Okay. Tena tuanzie Warumi 10. Anasema mstari wa kwanza, ndugu zangu, huyu ni Paulo anaongea, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao. Sasa anapozungumza yao, mlango wa 9 alikuwa anazungumzia Wayahudi wenzake. Sawa? Ukisoma mlango wa 9 kuanzia mstari wa 28 pale utaona alikuwa anazungumzia Wayahudi wenzake. Actually mlango wote wa 9. Kwa hiyo anasema dua yake ama maombi yake ni kwa ajili ya Wayahudi wenzake. Ili nini? Ili waokolewe. Sawa? Sasa nafahamu kuna mafundisho mabovu yakiongozwa na Wamarekani kwamba Wayahudi wa Israeli wanaokoka automatically. Huo ni uongo, huo ni uzushi. Hakuna kitu cha namna hiyo. Hakunaga kitu cha namna hiyo. Unaokoka, unazaliwa mara ya pili utakapomwamini Yesu Kristo
kuwa alikufa akafufuka na kumkiri kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, hakuna njia nyingine yoyote, hakuna jina lingine lolote chini ya mbingu tupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa jina la nani? La Yesu. Kwa hiyo hadithi mnawahadithiana kwamba Waisraeli ni automatically, na wengine mtakimbilia kwenye kitabu cha Ufunuo mtasema tunaona wale 144,000 ambao ni kuwasaidia tu. 144,000 ni watu wote ambao wanamwamini Yesu Kristo. Unachukua 12 kabila la Yakobo, 12 mitume, ukizidisha mpata 144, alafu 1000 huwa ni namba ya ukamilifu. Kwa hiyo ukizidisha unapata 144,000. Kwa hiyo ni watakatifu wote waliopo, waliopita na watakao kuja. Tunasonga mbele. Mpo? Biblia inasema wazi, ukisoma Warumi 11, una haja ya kwenda nisikilize, kwamba Yesu kwa Kiswahili inaitwa nini sasa? Ni shina kwenye olive tree. Olive tree ni mti Anasema Israeli walinyofolewa wakaondolewa. Ama mjia kusoma. Alafu sisi tunaitwa nini? Mzabibu mwitu, tukapachikwa. Alafu anakuambia wewe uliopachikwa usijisifu sana. Kama tawi original lilinyofolewa, na wewe pia unaweza kunyofolewa. Alafu kiendelea kusoma anasema hawa Israeli watakapoamini, watakapomgeukia Bwana, wataokolewa. Kwa hiyo kuokolewa haiji kwa sababu umezaliwa Mwisraeli. Na ndio kosa hilo wakati Yohana Mbatizaji anabatiza mto Jordan, Mafarisayo wakaenda na Masadukayo na waandishi wa sheria wanataka waingie automatically. Akasema msijidanganye mkadhania kwamba kwa kuwa ninyi ni wazao wa Abrahamu ama mjesemaga. Anasema zaeni matunda yaipasayo nini? Toba. Ndio fanya nini? Mtapata hiki kitu. Haiji automatically. Mungu anaweza kunyenyua mawe yakawa uzao wa Abrahamu. Kwa hiyo naomba hebu uongo usikubali. Na wote wanaohubiri hiyo kitu ni wale ambao wanakusanya hela kutoka kwa Wakristo kwa sababu ya mambo yao wenyewe. Najua haipendwi sana. Kwa tuendelee. Kwa hiyo anasema ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Sawa? Na kuna wengine mmedanganywa kwamba huwezi kubarikiwa mpaka uende Israeli. Ukristo sio Uislamu, kwamba mpaka uende Maka ndo kitaeleweka. Mwanamke Msamaria anamwambia Bwana Yesu, sisi tunaabudu katika mlima huu, ninyi mnasema kuabudu sahihi ni kule Yerusalemu. Yesu anamwambia mwanamke, unisadiki mimi, saa inakuja na sasa ipo wamwabudu Mungu alisa hata hamtaabudu katika mlima huu wala hamtaabudu Yerusalemu. Kwa sababu baraka iko wapi? Iko ndani ya Kristo. Na Kristo yuko wapi? Ndani yako. Kwa hiyo usikubali ukatapeliwa. Kama unataka kwenda Israeli, nenda kapanue jiografia, itakufanya kusoma Biblia inoge zaidi. Lakini huna baraka yoyote ya kiroho unayoongeza. Sana sana ukienda utakuwa mpungukiwa na hela, kwa sababu utatumia nauli au unaenda bure. Unajua kuna watu wanafundisha semina wiki nzima nazungumza Israeli. Na ndio hiki kitu ambacho Paul anapinga. Anasema mafundisho ya kizee, hadithi za kizee mnahadithiana. Okay, turudi hapa. Nisema tu nitoe hiyo isije kakwame. Inawezekana ni kwa ajili atakayeangalia huko mbele. Na najua wanipendi sana, ila mimi nawapenda mno. Cheni kulala za watu. Warumi 10, nilikuwa tu mstari wa kwanza, hatujapiga hatua bado. Ndugu zangu nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao. Nani? Wayahudi wenzake, ili wafanye nini? Waokolewe. Anakueleza, anasema kwa maana ama kwa sababu na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Wanajuhudi nyingi sana lakini sio katika nini? Maarifa. Anakueleza kwa nini? Kwa sababu wakiwa hawaijui haki ya Mungu
na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Si ndio? Okay. Sasa anasema haki ya Mungu, haki ya nani? Mmeelewa sasa kuapa au kunatokea wapi? Alafu anasema haki yao wenyewe, ambayo tungesema nini? Haki ya kibinadamu. Sawa? Ambayo tungeita kwa lugha sahihi inaitwa kujihesabia haki. Sawa? Sasa anasema hawa Wayahudi hao wana tatizo. Wanajuhudi sana katika kumtafuta Mungu, lakini sio katika maarifa. Anasema wamekosa maarifa kwa sababu badala ya kujitiisha chini ya haki ya Mungu, wanajitiisha chini ya haki yao wenyewe. Sawa? Kwa maana mengine anazungumzia kuna haki mbili, haki ya kimungu na haki ya kibinadamu. Sawa? Kwa hiyo anasema hawa jamaa wamekataa kujitiisha chini ya haki ya Mungu, wanang'ang'ania haki yao wenyewe. Sasa nitarudia ile mstari wa 3. Anasema kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu. Kwa anasema hawa Wayahudi hawaijui haki ya Mungu. Na mimi saa nyingine huwa nachoka akili kwamba hata watu ambao hawajaokoka wanajiweka kuna haki ya Mungu. Mimi tangu niko mdogo tunaamba, tukibishana sana tuelewe nasema haki ya Mungu vile. Najua nyinyi hamjawahi kuapa, lakini mimi nilikuwa naapa. Kwa hiyo sasa, kwa maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Kwa hiyo wamekataa kujiweka chini ya haki ya Mungu. Alafu anasema kwa maana ama kwa sababu Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aaminie ahesabiwe haki. Anasema Kristo ni nini? Ni mwisho wa nini? Wa sheria. Ili nini? Ili kila aaminie. Ninaandikwa hivyo. Ahesabiwe nini? Ahesabiwe haki. Msisitizo kila aaminie. Tuko sawa? Sasa anaendelea anasema mstari wa 5. Kwa maana ama kwa sababu, yani jana kwa sababu za kutosha. Kila kwa sababu moja inajenga juu kwa sababu nyingine. Kwa maana kwa sababu Musa aliandika juu ya haki itokayo kwa sheria, ya kuwa mtu afanyaye hiyo ataishi kwa hiyo. Haki ya kibinadamu inapatikana kwa sheria. Kwa sheria, si ndio? Au ni inaitwa nini lugha nyingine? Torati. Sawa? Au nini? Amri 10, si ndio? Amri ngapi? 10, ambazo zikaongezeka zikafika 600 na ngapi? Na 13. Kwa sasa inapatikana kwa sheria au Torati iliyoletwa na nani? Na Musa. Sawa? Alafu anasema haki ya Mungu inapatikana kwa imani. Kwa nini? Kwa imani, kwa njia ya kumwamini. Kumwamini nani?
Yesu Kristo. Haki ya Mungu inapatikana kwa kuamini. Sawa? Hii ya Musa inapatikana kwa kufanya nini? Si ndio anasema Musa ameandika atendaye hataishi kwa hiyo, si ndio? Inapatikana kwa kutenda, ndio tunapata kitu kinaitwa matendo ya nini? Ya sheria. Matendo ya sheria, si ndio? Ambao Biblia inaita ni kuenenda katika mwili. Kuenenda kwa mwili ama kwa kufuata nini? Mwili. Sawa? Mopos. Yohana 1:17. Anasema kwa kuwa Torati au kwa lugha nyingine inaitwa nini? Sheria. Ama inaitwa nini? Amri 10 ambazo zinaenda pala ngapi? Hebu niulizie jirani yako, amri ya 11 inasemaje? Mgusi atumwambia amri ya 11 inasemaje? Ajue? Alafu bado unataka kuishi kwa sheria wakati usijui. Tuiachie hapo. Sawa? Yohana 1:17 anasema kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Sawa? Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Angalia anavyosema kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja. Ilitolewa, zilikuja. Ilitolewa, zilikuja. Sawa? Kwa hiyo anasema the law was given by Moses or through Moses. Grace and truth came by. Zilikuja na Yesu Kristo. Musa alitoa kukuonyesha kwamba nini? Neema na kweli ndio mtu mwenyewe, ni Yesu mwenyewe. Sawa? Kwa hiyo sasa niandike kitu kingine kimoja hapa. Kwa neema Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu. Sawa? Kwa hiyo mwanafunzi wa Yesu Kristo, si ndio? Anajifunza nini? Neema na nini? Na kweli. Mwanafunzi wa Musa anajifunza nini? Torati, sheria, si ndio? Amri 10 ambazo zinaenda kwa mstari ngapi? 13. Sawa? Najua nimeweka mawazo kibao mezani. Ndio tuchambue kidogo habari ya wanafunzi, kidogo tu. Marko 2 mstari wa 18 anasema nao wanafunzi wake Yohana na Mafarisayo, wanafunzi wake Yohana na nani? Na Mafarisayo walikuwa wakifunga. Basi walikuja wakamwambia, kwani wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga, bali wanafunzi wako hawafungi? Sawa? Kwa hiyo wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, una wanafunzi wa nani? Wa Mafarisayo, na wanafunzi wa nani? Wa Yesu Kristo. Sasa wanafunzi wa Mafarisayo wao ni wanafunzi wa nani? Tukienda kwa Yohana 9, na ungale kijana kipofu ameponywa. Alafu jamaa anasema mpe Mungu utukufu, usimsifie Yesu, ni mwenye. Tukianza mstari wa 26 anasema basi wakamwambia wao Mafarisayo, si ndio? Alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuwaambia wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshtumu wakasema, wewe mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Si ndio? Kwa hiyo ina maana una wanafunzi wa Musa,
wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, wanafunzi wa Mafarisayo na wanafunzi wa Yesu. Sawa? Makundi mangapi? Of course ungeenda kuongezea hapa na wanafunzi wa Masadukayo. Maana Masadukayo nao walikuwa hawaamini kwenye kiyama ya wafu au ufufuo wa wafu. Sasa swali ni moja. Ukisoma Biblia, na leo siko kuzungumzia habari ya wanafunzi, lakini ina mchango kwenye ambacho tunataka kukiangalia. Habari ya watu kuzaliwa mara ya pili, Bwana Yesu ndiye anaizungumza mara moja tu katika Yohana 3. Na habari ya kanisa azungumza mara 3. Kwenye Mathayo 16 anasema wewe ndiwe Petro, katika mambo nitajenga kanisa langu. Na kwenye Mathayo 18 anasema ndugu yako akikukosea muite, muonye, akikataa ita washahidi wawili, akikataa ita kanisa. Lakini nenda kasome ni mara ngapi anazungumzia habari ya wanafunzi. Anasema ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaijua nini? Kweli, na hiyo kweli itafanya nini? Itawaweka huru. Tuko sawa? Hiyo ni Yohana 8:31-32. Sasa niingize kitu kidogo hapo. Yesu anasema mkiendelea kukaa katika neno langu. Maana alijua kuna watu ambao wataanza naye alafu watamwacha. Na sasa ninyi mkikaa, mkidumu katika neno langu, anasema mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na ukishakuwa mwanafunzi wangu utaijua kweli, na ukishaijua kweli, hiyo kweli itakuweka huru. Kwa hiyo unaweza ukasema hivi, kama wewe ni Mkristo na umezaliwa mara ya pili kwa sababu unamwamini nani? Yesu, lakini bado kuna eneo katika maisha yako linakusumbua, ni uthibitisho kwamba bado haujawekwa huru. Na sababu pekee ambayo imefanya usiwekwe huru ni kwa sababu haujaijua nini? Kweli. Na sababu pekee inayokufanya wewe usiijue kweli ni kwa sababu haujaamua kuwa mwanafunzi wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo eneo lolote ambalo una changamoto, iwe ni kwenye uchumi, iwe ni kwenye afya, iwe ni kwenye mahusiano, iwe kwenye kitu chochote kile, una changamoto kwa sababu bado haujawekwa huru. Na haujawekwa huru kwa sababu hujaijua kweli, na hujaijua kweli kwa sababu haujawa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo swala la kuwa mwanafunzi wa Yesu sio swala la hiari. Sawa? Sasa neema ni nini? Neema kwa lugha nyepesi ni upendeleo usio stahili. Wengine wanasema ni kibali cha upendeleo usicho stahili. Maana yake nadhani Kiswahili chetu nacho kinakuwa tunazima maneno ya Kiingereza. Asa ngoja nikufanyie favor. Na mnasikia? Nakufanyia favor tu wewe ukutakiwa wewe. Wewe umekuja umechelewa hapa. Tushafunga ofisi, ngoja nikufanyie favor. Maana yake kwamba haustahili lakini ngoja nikustahilishe. Ndio maana neema. Sawa? Kwa maneno mengine, hicho kitu unachokitaka haukipati kwa sababu wewe unastahili, unapata kwa sababu yule mwingine anayetoa ameamua kwa mapenzi yake na utashi wake kukupendelea, pamoja na kwamba haustahili. Kwamba haustahili kabisa. Na ndio maana Waefeso 2:8 anasema mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu bali nini? Ni kipawa ama ni zawadi kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwamba hamkustahili kabisa, lakini Mungu akaamua tu, unajua nini? Tawaokoa. Ninyi wote mtakiwa mwende jehanamu, lakini ndio maana neema. Ndio wao unaona leo hii mfano mzuri wa neema. Ukitaka kuona neema kwa vitendo, muangalie Urumagadi. Sawa. Najua ninyi mlikuwa mnastahili kuokoka, lakini mimi sikuwa nastahili kuokolewa. Kwa hiyo akaamua kunipendelea.
Naona nyinyi mlikuwa watakatifu mno, mimi nilikuwa nimechafua mno. Kwa hiyo akanipendelea. Alafu kana kwamba haitoshi akaamua kunifundisha, kunipa ufahamu wake. Kwa hiyo yani ukitaka kuona neema kwa vitendo ni hapa. Fikiria na vibomu vyangu vyote lakini bado Mungu anionea aibu mbele ya watu. Nasema wewe ni mwanangu nampenda. Okay, tuendelee. Haina shida. Si hiyo ndo neema? Si ndio? Wewe unafahamu kila siku kinisikiliza hapa nasema ingekuwa mimi ni Mungu nisingemchagua jamaa. Unajua kabisa. Na yeye naye anajua. Lakini ataelezeaje neema kwa vitendo waziwazi isipokuwa kwa kupitia mtu kama mimi? Sijui hata kuvaa suti. Sio hata kuvaa vizuri sijui yani. Sunao ni kwa neema tu. Watu wataki tena. Haina shida. Sawa? Kwa hiyo ndio neema. Kwamba neema maana yake kwamba unapata kitu ambacho haustahili. Unapata kitu kizuri ambacho haustahili. Naenda sentence hii. Maana unapata ambacho haustahili, unaweza kupata kibano pia. Okay, unapata kitu kizuri ambacho haustahili. Si ndio? Kwamba neema unapata kitu kizuri ambacho haustahili. Kwamba ulistahili jehanamu ya moto lakini Mungu amekupa uzima. Ulistahili kuwa maskini lakini Mungu amekufanya uwe tajiri. Ulistahili kuishi kwenye laana lakini Mungu amekufanya uishi kwenye baraka. Ulistahili kuishi kwenye magonjwa lakini Mungu amekufanya uishi kwenye afya. Kibali cha nini? Cha upendeleo. Sasa sheria, si ndio? Sheria aka Torati aka 613. Ukisoma ndio sasa mstari mitatu chap chap. Warumi 3 mstari wa 19 hadi wa 20 anasema hivi: basi tunajua ya kuwa mambo yote inenayo Torati huyanena kwa hao walio chini ya Torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake Mungu kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Kwa hiyo anasema sheria hii anasema kutambua dhambi. Kutambua nini? Dhambi. Huja kwa nini? Huja kwa sheria, kwa njia ya sheria. Sawa? Kwa maneno mengine huna namna unaweza kujua kwamba hili ni dhambi ama sio dhambi mpaka umetumia nini? Sheria. AK inaitwa nini? Torati. Ama inaitwa nini? Amri 10. Sawa? So mlango wa 4 mstari wa 15 anasema hivi: kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira, maana pasipo kuwapo sheria hapana kosa. Sawa? Sheria inasababisha nini? Inasababisha hasira ya nani? Ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu pasipo sheria hapana nini? Hapana kosa. Kwa hiyo sheria inasababisha makosa yatokee. Ndio watu wanasema sheria imewekwa ili ivunjwe. Si ndio? Unajua vitu ni kama vile kipindi cha hapo nyuma kwenye mitandao ya kijamii hii ilikuwa, Yesu ni Bwana, ilikuwa watu hawahangaiki nayo sana. Iliposema kwamba kuna sheria ya mitandao kuwabana watu, ndio kama umewacharusha. Yaani sasa hivi ndio watu wanafiatua hujawahi kuona. Sawa? Walianza kuwakamata na sasa sijui wamechoka. Na utapeleka wangapi mahakamani? Ukikamata mmoja wananyanyuka wengine 1000.
alafu wabovu kuliko yule. Kwa sababu ya sheria. Warumi 5 mstari wa 13. Anasema maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Kwa hiyo sheria inasababisha nini? Inasababisha dhambi kufanya nini? Kuhesabiwa. Dhidi ya nani? Dhidi ya mtu. Kuhesabiwa dhidi ya mtu. Tuko sawa? Kwa nini nimeandika haya hapa? Nimeandika haya hapa ili tuweze kujipima kama mimi ni mwanafunzi wa Musa ama mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Maana yake haiji tu kwa sababu umesema. Ndio? Sawa? Sasa kwa maneno mengine, neema ambayo tunasema ni kibali cha upendeleo, maana yake ni kwamba msingi wa uhusiano wangu na Mungu anakuwa ni Yesu Kristo. Kwenye sheria msingi wa uhusiano wangu na Mungu inakuwa ni mimi mwenyewe. Naeleweka sieleweke? Moja, msingi wangu ni Yesu Kristo, ndio inaitwa neema. Torati, sheria, amri 10, whatever unaoita, maana yake ni kwamba msingi wa uhusiano wangu na Mungu ni mimi mwenyewe. Mwenendo wangu mimi ndio utakaoamua uhusiano wangu na Mungu uweje. Kwenye neema maana yake ni kwamba mwenendo wa Yesu Kristo, utii wa Yesu Kristo ndio utaamua uhusiano wangu na Mungu uweje. Kwa hiyo moja inamtegemea Yesu, nyingine inategemea mimi. Ninapojitegemea mimi ndio naitwa kujihesabia haki. Sasa tuwe taratibu, tutaelewana hapo. Leo ni utangulizi. Kwa hiyo anasema kazi ya sheria moja ni kusababisha, kumwezesha mtu kuweza kutambua dhambi. Sheria ndio inakwambia hii ni dhambi na hii sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanakula nyama ya ng'ombe hapa? Wote. Hivi unafahamu kwa Mhindu ng'ombe ni Mungu, na kwa maana wewe unamla Mungu. Kwa dini yao huwezi ukala nyama ya ng'ombe. Actually kumwona ng'ombe unaangalia chini, wala usibutu kumwangalia, kwa sababu ng'ombe ni Mungu. Kwa sisi wa machana, ng'ombe hatumwabudu, tunamla akiwa amechemshwa na akiwa amechomwa na akiwa amekaangwa vile vile, na hata kwenye mchuzi hatumaindi. Na wala hakuna mtu baada ya kula nyama anaenda kuomba msamaha wa dhambi, kwa sababu kwenye sheria yetu inasema kwamba ng'ombe ni kitoweo, si ndio? Yaani kwenye utamaduni wa Wahindu ng'ombe ni nani? Ni Mungu. Tunaenda sawa? Kwa hiyo na maana sheria ndio inasababisha kutambua nini? Dhambi. Alafu anasema sheria inasababisha hasira ya Mungu kuwaka, ama inamsababishia Mungu awe na hasira. Si ndio? Anasema kwa sababu gani? Kwa sababu pasipo sheria hapana makosa. Kwamba ninapoamua kukaa chini ya sheria, maana yake ni dhahiri kwamba nitafanya nini? Nitakosea. Na ninapokosea, kwa kuwa nimeamua kukaa chini ya sheria, inaamsha hasira ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ananishughulikia. Sasa watu wengine hawaoni raha kukaa wakiwa na amani na Mungu. Yaani anataka Mungu ana hasira na wakimbiza tu, anawapiga muda wote yani. Kwa hiyo ndio maana wanarudi kwenye sheria. Yaani kuishi maisha yako peace na Mungu haiwabariki sana, haivutii. Kwa hiyo anasema ninapoamua kwenda kukaa chini ya sheria, ni dhahiri kwamba sheria itanisababisha nifanye makosa, na nikifanya makosa hasira ya Mungu itaamka juu yangu. Na ndio maana unaona watu walio wenye ufahamu wa Torati muda wote wanaona hasira ya Mungu. Na mtu aliyeko kwenye Torati
hata akitoa unabii ataleta unabii ambao unawawekeeni ninyi mzigo. Anafanya katika namna ambayo kwamba uhusiano wenu wote na Mungu unategemeana na ninyi na sio Yesu Kristo. Kwa hiyo kila unabii ukitoka mnaondoka mko hoi. Maana kila siku hamtoshi. Sindio? Mfano mzuri ni yule kijana kwenye Marko 10 alimfuata Bwana Yesu naye anaanza mstari wa 17. Anasema, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Bwana Yesu anamuuliza, wazijua amri? Usiue, usiibe, waheshimu baba yako na mama yako. Anasema, hizo tangu utoto wangu wote mimi nimezifanya. Biblia inasema Yesu akampenda. Akamwambiaje? Neno moja umepungukiwa. Alafu alipo master anamjaribu kwenye amri ile ya kwanza. Wewe umeishika kichwani, twende kwenye vitendo. Uza kila kitu, gawia maskini mali zako zote, njoo nifuate. Huwezi kumtumikia Mungu na mali. Huwezi kumwabudu Mungu na mali. Dogo anapima Mungu mali, anasema wewe anaondoka. Kwa hiyo huyu hakuwahi kutunza sheria hata siku moja. Kwa hiyo sheria inaamsha nini? Kwa hiyo Yesu anaambia umepungukiwa na kitu. Kwa maana mengine Yesu anaambia nini? Anaambia ukishika sheria zote 612 alafu ukavunja 613 basi umevunja zote. Ndio kitu alichokuwa anamwambia. Anaambia kwa kuwa umeshindwa na hili basi na haya mengine yote umeshindwa. Tuko sawa? Sasa mimi naulizaga, ukikutana na mtu anayependa kuadhibiwa kila siku, ana akili timamu? Hapana, ndio? Hana akili timamu. Alafu mbaya zaidi, kila siku unakaa unaomba msamaha kwa mtu ambaye hakusamei. Wewe ni chizi. Yaani kila siku unakuja unanyomba msamaha, kwangu mimi nimekukatalia, unaomba na kukatalia na kuomba na kukatalia, na alafu wewe unaendelea kuja tu. Umelogwa. Na hapo anaambia Galatia, nani aliyewaloga? Enyi wa Galatia, msio na akili. Ni nani aliyewaloga? Mmekuwa wajinga namna hii. Ni kwa sababu walikuwa wanajirusha chini ya nini? Ya sheria. Lakini anasema sheria inasababisha dhambi ihesabiwe dhidi ya mtu. Okay, twende taratibu. Wangapi wanafahamu ukisoma wa Galatia unaja kwenda mlango wa 3, anasema ukianza mstari wa 16 na kuendelea, anasema Torati, sheria ilikuja miaka 430 baada ya Mungu kuingia agano na Abrahamu. Mmewahi kusoma hicho kitu? Okay. Kwa hiyo kwa maneno mengine, muda wote wa uhai wa Abraham hakuwa chini ya sheria. Kwa hiyo ameingia agano na Mungu, lakini sheria Torati kaja miaka 430 baadaye. Kwa hiyo kipindi chake chote cha mahusiano yake na Mungu akiwa hai hakuwa kwenye sheria. Sawa? Now, nisikilize. Nagusia tu kidogo. Akaenda Misri. Kwanza tusiende Misri, tusiende mbali sana. Biblia inasema hivi, usiwe na Mungu mwingine. Wangapi wanafahamu kwamba Abraham alikuwa Mkaldayo? Anatokea kwa Uri ya Wakaldayo. Si ndio? Na wangapi wanajua Wakaldayo walikuwa ni wazee wa Ukienda ukasoma kitabu cha Danieli utaona wakati Nebukadnezar anatafuta wataalamu na Wakaldayo wamo wazee wa Si ndio? Kwa sio tu kwamba ametokea kwenye kabila ama taifa la washirikina, lakini pia Wakaldayo walikuwa wanaabudu mwezi, mungu mwingine huyo. Kana kwamba haitoshi, huyu jamaa ameoa dada yake, na Biblia inasema kwamba ukioa ndugu yako ama ukitembea na ndugu yako ni chukizo la uharibifu mbele ya Mungu. Sasa wazee wa theolojia wanatetea, anasema ni kweli. Wakati anatetea Sara, anasema Sara mulizwa, anasema Sara sio mke wangu, ni dada yangu. Anasema ni kweli. Swali alikuwa hilo. Ameulizwa huyu nani wako? Akasema sio mke wangu, si ndio? Alidanganya kudanganya?
Alidanganya kudanganya. Alafu Farao akachukua, si ndio? Katika uongo ule Mungu anamtokezea Farao, anaambia umekwisha. Ushangai. Alafu Farao anaambiwa nenda kwa Abrahamu akakuombee. No, hiyo ni kwa Abimeleki. Kwa anarudisha mke, anarudisha na fedha na mbuzi na kondoo na kila kitu. Mara ya pili tena Abrahamu anadanganya, anasema Sara sio mke wangu, ni dada yangu. Abimeleki naye anachukua, Mungu anatokeza usiku anaambia umekwisha, umekufa, mke wa mtu huyu. Alafu ile nyumba nzima inapigwa na ugonjwa. Alafu anaambia nenda jamaa kuombee. Wangapi wanaona kwamba sio halali? Yaani wewe ima unidanganye, alafu kwenye uongo wako mimi nipate matatizo, alafu nikipata matatizo natakiwa nije nikuombe msamaha wewe, alafu uniombe. Jamani, sio haki. Ndio inaitwa nini? Kwa neema, ambao ndo washikadini wakisikia sasa inawapa shida kichwani. Lakini kitu ambacho wanashindwa kuelewa kwamba yale makosa aliyofanya Abraham hakukuwa na namna ya kumshikisha, kwa sababu sheria ilikuwa haipo. Unamshikishaje kwa kitu ambacho sheria hamna? Na ngoja nikuongezee kitu kidogo hapa afu tuendelee. Kinachosababisha majaribu ni sheria. Sheria ikiondoka, ibilisi hana cha kujaribu nacho. Adamu na Hawa wanaambiwa matunda kila mtu wa bustani mwaweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya msile, msije mkafa. Umewahi kujiuliza kwa nini ibilisi anakwenda kuwajaribu kwenye kitu kingine chochote? Kwa nini ibilisi akumjaribu Hawa na kumwambia mpige nani Abrahamu mawe, nani Adamu mawe? Isingekuwa kosa. Wala hamwambii iba, isingekuwa kosa. Hamna sheria inayokataza wizi, hamna sheria inayokataza kuua, hamna sheria inayokataza uchawi. Sheria ilikuwepo ni moja tu, inakataza nini? Usile kwenye ule mti. Na ibilisi anaelekea kwenye sheria ile ile. Kwa hiyo sheria inakupa kutambua dhambi, sheria inakusababisha ukosee na hasira ya Mungu iwake juu yako, na sheria inasababisha kwamba dhambi ihesabiwe dhidi yako. Sasa swali linakuja, anasema Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa Yesu Kristo. Na tunaona kuna wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, yaani ukishakutana na mtu yote anabishana na kufanya ugomvi kuhusu ubatizo wa maji mengi au maji machache, jua mwanafunzi wa nani huyo? Wa Yohana, ndio mzee wa maji.